Sisi katika ilani ya Chama cha Mapinduzi mwaka 2015 tuliahidi, na ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi ilibeba mambo makubwa manne. Jambo la kwanza ilikuwa ni kuondoa umaskini. Jambo la pili ilikuwa ni kuleta ajira kwa vijana. Jambo la tatu ilikuwa ni kupambana na rushwa, wizi, na jambo la nne ilikuwa ni kulinda wananchi, kulinda mipaka yetu na kuboresha huduma za jamii. Ni lazima wananchi wetu waenjoy huduma za kijamii, na lazima tuhakikishe Mtanzania hapati shida katika kutafuta huduma ya kijamii. Na tulianza na elimu. Mheshimiwa mgeni rasmi, wakati naingia bungeni nilipochaguliwa mwaka 2015, ufaulu watoto wa darasa la 7 ilikuwa 40 tu watoto wanaofaulu kwenda kidato cha kwanza. Lakini kwa juhudi za mkuu wa mkoa, juhudi za serikali ya mkoa na wilaya, na jinsi tulivyojipanga, tumepunguza hiyo failure. Sasa hivi ufaulu wetu umeongezeka na umekwenda kwenye 82%. Mimi nazungumza ni achievement kubwa sana kuongeza ufaulu wa watoto wetu. Ina maana zamani watoto 10 walikuwa na faulu 4 tu. Kwa kupandisha elimu, kwa kurekebisha miundombinu, kwa kurekebisha kujenga madarasa, kuleta madawati, mimi nilikuwa mstari wa mbele kuhakikisha tunaleta madawati katika shule zetu. Sasa hivi ufaulu umekwenda zaidi ya 80%. Maana yake katika watoto 10, watoto 8 wanakwenda sekondari. Na hili Mheshimiwa Mwenyekiti, lilileta changamoto ya miundombinu ya madarasa. Tukawa na madarasa machache katika shule za sekondari kwa sababu wanaokwenda sekondari waliongezeka. Na baada ya kuongezeka tukapata changamoto ya upungufu wa madarasa. Tulipopata changamoto ya upungufu wa madarasa, mimi kama mbunge kwa kushirikiana na uongozi wa wilaya niliweza kununua mabati kwa jimbo zima la Maswa Mashariki, na kila shule msingi nilipeleka mabati 30, na mabati hayo tulishirikiana na wananchi hawa, walijenga ukuta, mimi nikaweka mabati juu, mfano unaonekana kwenye picha kwenye skrini kwa wale wanaoona skrini. Tuliweza kujenga kwa kweli, tukapata na fedha kutoka equip, tukapata na fedha kutoka serikali kuu. Sasa hivi tumepunguza tatizo hilo. Lakini mwaka huu Mheshimiwa mgeni rasmi, ufaulu tena umeongezeka, nadhani upungufu wa madarasa utakuwepo. Kwa hiyo nasema tutaendelea kupambana kuhakikisha tunaitatua changamoto ya madarasa, tutatatua changamoto ya madawati, lakini tutaendelea kujenga bila kuchoka, watoto wetu wapate elimu bora. Tukiweza kumwelimisha mtoto wa Maswa, tukiweza kumpa elimu, huo ni ukombozi. Tuna matatizo ya bei, sasa hivi tuna matatizo ya kuletewa hela, Mheshimiwa mgeni rasmi. Na ninasema na Mheshimiwa Rais amezungumza alipokuwa Mbeya, alitoa siku 14. Wale wote wanaodaiwa fedha za pamba wao wameshalipa. Na shangaa leo napata message, kuna watu Mwabaratulu, kuna watu na maeneo mengine wanakosa fedha mpaka leo, wamekopeshwa pamba hawajalipwa. Mheshimiwa mkuu wa wilaya yuko hapa na umeliahidi, naomba nikuachie, shughulikia watu wote wenye makampuni wawalipe wakulima. Watu wameshindwa kukodi mashamba, watu wameshindwa kufanya shughuli zingine. Sio CCM. CCM mnayoifahamu mimi inasimamia mkulima, na sisi tulisimamia serikalini. Tulisema kabisa bei ya pamba haitakuwa shilingi 900 au 1000. Imeshatoka kwenye 1000 na 1200. Tunataka bei hiyo ibaki pale pale. Serikali imelisimamia hilo. Sasa hivi makampuni yaliyokopesha wakulima pamba, na waomba sana walipe wakulima. Kazi tumezifanya katika sekta ya afya. Ukitizama zahanati zetu zote tumezikarabati, zile zahanati za zamani, lakini kwa kuzingatia ile miundombinu muhimu kwa kila zahanati: chumba cha daktari, sehemu ya upasuaji mdogo, sehemu ambazo mtu anapata huduma bila matatizo yoyote. Kwa hiyo tumeweza kufanya ukarabati vituo vyote vya afya, vile vya zamani, lakini vile na vituo vipya tumejenga. Mwabaratulu kule ni mashahidi. Mwabaratulu oye! Wamesikia kwa sababu kazi kubwa tumefanya. Lakini si hivyo tu, kuna kituo cha afya kikubwa cha Lalago ambacho tulipambana kuhakikisha kwamba kinapata fedha, na kiliweza kupata fedha kwa ajili ya kufanya ukarabati, kujenga chumba cha upasuaji ili iweze kupatikana huduma pale. Lakini si hivyo tu, ni kwamba madaktari wawepo,
maabara iwepo, watu waweze kupata huduma nzuri. Vile vile katika wilaya yetu ya Maswa, hospitali ya wilaya, tulikuwa na majengo ya zamani, wodi ya zamani, tumezifanyia ukarabati, sasa hivi zinaonekana zina hali nzuri. Lakini si hivyo tu, tumeongeza vifaa, tumeweka vifaa vya upimaji, na kuna kifaa kingine ambacho katika hospitali za kawaida kipatikani cha kupima dawa, tumekinunua, kiko pale Maswa katika hospitali ya wilaya. Lakini si hivyo tu, tumeweza kuleta gari la wagonjwa kwa kituo cha Lalago, kituo cha Maswa, kwa maana hospitali ya Maswa, ili wagonjwa wetu waweze kupata huduma ya usafiri pale wanapokuwa wamezidiwa, kupelekwa kwenye huduma ambazo zinastahili na waweze kupata huduma ya uponyaji. Walivyoona mkoa wa Simiyu ni moja ya mikoa ambayo inakaribia kuwa jangwa, wakaamua kutupa fedha hizo, na fedha hizo zitaleta maji, na maji hayo yatakuwa katika mabomba mawili kutoka Ziwa Victoria. Bomba la kwanza ni maji ambayo yatatumika ndani, ambayo yako treated, na bomba la pili ni maji ambayo yatatumika katika irrigation system, kwa maana ya umwagiliaji katika maeneo haya. Kwa bomba hilo litatoka Busega, litakuja Bariadi, litakwenda kwa Bwana Njalu huko Ligangabilili, lakini na awamu ya pili ilikuwa iletwe hapa Maswa. Tulichopambana na ambacho nimepambana sisi Maswa, tulikuwa tumewekwa awamu ya pili kwamba kuna phase 1 na phase 2. Kati ya phase 1 na phase 2 kuna muda katikati. Huo muda ina maana sisi tunasubiri maji. Tumepambana na tumesema tusiwe katika phase ya pili, tuwe katika phase moja, mradi ukamilike kwa pamoja, tusiwe phase 2, ili tuweze kupata maji, tutatue tatizo la maji. Na kwa kweli, Mheshimiwa mgeni rasmi, utekelezaji unaanza mara moja, lakini wakati tunaendelea kusubiri, ni lazima tuwe na miradi midogo midogo ya kuwasaidia wananchi kupata maji. Hapa Maswa mjini nilipata milioni 280, tukaweza kuchimba visima 4 vya kupunguza tatizo la maji. Tuna bwawa la Zanzui, lilikuwa na tatizo kubwa la chujio. Chujio limekamilika, tulipata 3.2 bilioni tayari zimetumika na chujio sasa limeanza kufanya kazi. Kulikuwa na figisu hapa katikati za masuala ya umeme, sasa hivi tumelirekebisha. Tulikuwa na tatizo la bili ya maji, ilipanda bili ya maji sana, lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu nilimweleza hapa na akalichukulia hatua. Zile bili za watu waliokuwa wanapata maji bila mita, ile flat rate kutoka 17,000 ikapanda 28,000, sasa hivi imerudishwa kwenye 5,700. Na sasa tunajipanga mamlaka ya maji iweze kujitegemea. Sekta ya barabara, upande wa barabara tuna shida kubwa, hasa upande wa vijijini. Tulipambana sisi, baada ya TARURA kuanzishwa tulichelewa kupata fedha. Maeneo ya Ipililo, maeneo ya Usilili kwa maana ya Masanwa kwenda hadi Mwabaratulu, hapo Bugarama na maeneo mengine kwenda la Ipililo, Ikungulia Ngoma, maeneo haya barabara ni mbaya. Tumepata fedha, sasa hivi yatajengwa kwa kiwango cha kokoto cha changarawe, ile changamoto itapungua. Lakini wakati huo huo tumepata fedha ya kujenga madaraja makubwa sehemu zile za mito, kwa sababu zile sehemu zinakuwa ni korofi zaidi. Kwa hiyo tumepata fedha na wakandarasi sasa hivi wanajenga madaraja. Lakini si hivyo tu, tuna barabara za TANROADS, barabara ambazo ni za vumbi ya sola inayopita hapa kwenda Nguliguli. Kuna barabara nyingine ya TANROADS inayopita kwenda Mnadani kwenda Kadoto. Tumepata fedha zile barabara zijengwe kwa maana ya kuwekwa katika grade nzuri. Lakini vile vile tumeomba kilomita 2 za barabara za TANROADS watuwekee katika kiwango cha lami. Sasa hivi wizara hiyo ya miundombinu inatoa kilomita 2 katika miji, na hizo kilomita 2 usipochangamka hupewi. Nimewabana, nimeongea nao na wamekubali, watanipa kilomita 2 za lami za TANROADS. Na barabara hizo za kilomita 2 za TANROADS maana yake nini? Barabara inayotoka pale ilipokuwa bookshop zamani kwenda Mnadani watupe kilomita 1, na barabara inayotoka hapa Sola kwenda Ipililo watupe kilomita 1, watupe na taa zake. Maana yake ni kwamba zile kilomita 2 za TANROADS hizo zinatutosha. Lakini vile vile kuna barabara ya TANROADS ambayo tumeiomba na tumekubaliwa ya kubypass. Mheshimiwa mgeni rasmi, ukitizama barabara inayotoka Mwigumbi ambayo Mheshimiwa Rais aliahidi na aliwaeleza wana Maswa, mchagueni Nyongo na mimi na wapeni kilomita 50, kazijenga.
Zile barabara, yaani zile kilomita zinapita Maswa mjini. Magari makubwa yanapita Maswa mjini. Magari madogo yanapita Maswa mjini na yanapita kwa kasi kubwa. Na bumps hatujaweka, tunaomba waweke bumps, lakini sio afya kwa mji wetu. Mji wetu kwa malori ni lazima tutafute barabara nyingine inayopita pembeni ya mji, lori zipite kule, wana Maswa wapite wakiwa wanajidai hapa bila kusumbuliwa na malori. Na barabara hiyo imeshakubalika, itatokea Nyanguganwa, itakuja kupita maeneo ya Maswa Girls, itakuja kuungana na hii ambayo naiombea lami huku ili iweze kwenda Bariadi. Na fedha zimetoka na barabara hiyo muda si mrefu itaanza kujenga. Baada ya muda fulani Maswa itakuwa kama Ulaya. Na mimi nasema wazazi wangu, wana CCM wenzangu, niacheni nifanye kazi. Nikifanya kazi mkawa mnanitekenya, nitaacha kufanya kazi, nitaanza kuhangaika na anayenitekenya. Msinitekenye. Ninaomba nifanye kazi. Wengine wamekalia kukosoa tu. Mnyonge mnyongeni, lakini haki yake peni. Kuna mambo mengi tunatekeleza, lakini mheshimiwa mgeni rasmi, kuna ahadi ambazo wote tunazitoa kama wagombea. Kama ulivyofanya wewe mheshimiwa mgeni rasmi, uliahidi kutupa ng'ombe wa sherehe. Leo umetekeleza. Lakini na mimi niliwaahidi kwamba nitakaposhinda kata itakazoongoza kata 5 nitazipatia pikipiki. Lakini nikakaa nikajiuliza, hawa walioongoza 5 nikawapa pikipiki, nikaacha wengine, kwani hizo kura zao hazikunipa ushindi? Kwa hiyo kata iliyoongoza na kata ya mwisho zote zilinipa kura nyingi, nikashinda, nikawa mbunge wa Maswa. Hongereni sana. Na baada ya kusema hilo nikaona haiwezekani. Kama nilitoa ahadi ya pikipiki kila kata, leo naomba nitimize ahadi hiyo. Kwa nimeleta pikipiki 19 kwa ajili ya ofisi za kata zote 19. Sasa kuna wanasiasa wamepitisha uvumi, wanasema nimenunulia makatibu kata. Raha sha. Ni pikipiki za chama. Na leo nitamgawia, nitakupa wewe mheshimiwa mgeni rasmi, uikabidhi kamati ya siasa ya wilaya, kamati ya siasa ya wilaya ikabidhi makatibu kwa sababu ndio watendaji. Lakini pikipiki ni ya chama, muitumie vizuri kwa mwongozo na utaratibu ambao mtakuwa mmejipangia. Uhuru ni wenu, na wala sitawauliza tena hizo pikipiki, wala sitasema sisi za nani. Pikipiki ni za kata, ni zenu. Nimepata kutoka kwa wafadhili watu wanaopenda, nimepata pikipiki hizo, na pikipiki hizi zinakuja kufanya kazi ya kuchochea shughuli za chama katika kata zenu, na muende mkalete ushindi wa serikali za mitaa. Lakini si hivyo tu, niliahidi kutoa baskeli kwa kila tawi. Mheshimiwa mgeni rasmi, na leo katika tukio hili wakabidhi kamati ya siasa baskeli zile ambazo zitakwenda kwenye matawi, kwa maana ya baskeli ya tawi ikafanye kazi ya tawi. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunataka tuongoze mapambano ya ushindi, na mimi nitakuwa mstari wa mbele kwenda kupiga debe maeneo yote kuhakikisha kwamba wale tuliowachagua, tuliowapendekeza waweze kushinda katika matawi yao. Nimekumbushwa hapa mheshimiwa mgeni rasmi, tuna matawi 84 kwa hesabu ya haraka mheshimiwa katibu. Kwa hiyo baskeli hizo ziko hapo, baskeli 84. Na baskeli hizo, mimi zamani nilikuwa nadhania baskeli zile nzuri zile kubwa Fodex. Kuuliza watumiaji wakaniambia hizo ni za wauza mkaa. Wakaniambia leta zile baskeli ndogo ambazo zinakwenda vizuri na nyepesi. Ndizo ambazo nimezileta. Habari zenu, naitwa Reina Allen na hapa ni Jumbo Camera House. Jumbo Camera House tunahusika na uuzaji wa vifaa vya production ikiwemo vya video pamoja na audio. Tunawakaribisha sana dukani kwani tuna mzigo mpya.
Tuna kamera za brand tofauti tofauti, yani Canon, Nikon, Sony, na hizo ni DSLR. Tuna video cameras pia za Sony pamoja na Canon. Ukiacha cameras, tuna lens ambazo zinauzwa peke yake za kila aina na brand pia tofauti, yani Nikon, Canon na Sony. Tuna reflectors, tuna tripods, tuna mabegi ya kuwekea vifaa, tuna projectors na tuna projector screens, tuna lights za kutosha za kila aina, za kupiga usiku, za kupiga mchana, na ni lights za video pamoja na picha. Karibuni sana Jumbo, tunawakaribisha sana.